Mtazamaji wangu, rais ameweza kupigwa na kiato akiwa katika ile ambayo ni ziara yake upande wa Nyanza. Nazungumzia Migori County, na hivyo basi rais alikuwa akiwa anazungumzia wananchi wa Migori County, lakini katikati ya mazungumzo yake au kila ambacho alikuwa akiweza kukizungumza, wananchi au mwananchi mmoja ambaye alikuwa katikati ya umati wa watu ambao walikuwa wameweza kujaa akaweza kuchukua kiato chake na kuweza kumtupia Rais William Samoei Ruto. Lakini licha ya hayo, rais aliweza kuendelea na hotuba yake baada ya kiato hiko kuweza kumpiga katika uso wake, na hivyo basi mtazamaji wangu, ulinzi au polisi ambao walikuwa pale wakaweza kushika doria. Video hiyo mtazamaji wangu ningependa nikuchezee kabla tujaweza kuendelea na makala yetu, ndiposa niweze kutoa maoni yangu kufuatia kila ambacho tumeweza kukiona. Kwanza tupunguze gharama ya video hiyo ni video ambayo mtazamaji wangu kwa kweli ni video ambayo I can actually say that imeweza kutoa hisia mseto. Wananchi wengi wameweza kujitokeza ili kwamba kuweza kuzungumzia na kuweza kutoa maoni yao kufuatia kila ambacho kimeweza kutokea mtazamaji wangu, manake kila ambacho kimeweza kutokea kimeweza kuzidi kutikisa taifa la Kenya, na wengi wameweza kusema kwamba hiyo imekuwa ni disrespect kubwa kabisa ambayo imeweza kutokea kwake kiongozi au huyu ambaye ni rais wa taifa la Kenya. Mtazamaji wangu, kabla tujaweza kuendelea, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu ile kwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja jiunge nasi. Asante sana kuweza kujiunga nasi mtazamaji wangu, karibu ili kwamba tuweze kuendelea na makala yetu ya siku ya leo. Rais akiwa katika development tour ambaye amekuwa akiweza kuendelea kufanya katika maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya, siku ya leo alibahatika kuweza kufika kaunti ya Migori. Kule alipokelewa vyema kabisa, ambapo pia aliweza kufanya ile ambayo ni mambo yake au shughuli zake za hapa na pale. Na baada ya yeye kuweza kutekeleza haya yote mtazamaji wangu, aliweza kuamua kuweza kutangamana na wale ambao ni wananchi ambao waliweza kujitokeza na kuweza kukua pale ili kwamba kuweza kusikiliza kila ambacho anakizungumza, kila ambacho anawaambia. Lakini licha ya mtazamaji wangu yote haya kuweza kutendeka, Rais William Samoei Ruto aliweza kujipata katika ile ambayo ni hali mbaya sana. Aliweza mtazamaji wangu kutupiwa kiato ambacho kilikuwa kinadaiwa kwamba kiato hicho kilikuwa kimeweza kulengwa kwake, na aliyeweza kukitupa basi alikuwa akiwa na nia mbaya na kiongozi na kuweza kumuona kama mtu ambaye mtazamaji wangu hafai kuwazungumzia. Na mtazamaji wangu, ukweli uweze kusemwa. Ukweli lazima uweze kusemwa. Unajua, kwa kweli kilichoweza kutokea au kila ambacho kimeweza kutokea, it is high level of disrespect to the president. Najua sote tunamuona rais kwamba ni mtu ambaye ameweza kufeli pakubwa, ni mtu ambaye hafai kuwa madarakani. Lakini mtazamaji wangu, we cannot remove president by doing that. We can only do what we want to do by voting. The only solution to remove a person who you don't like is by going to register as a voter and voting, not by hitting him with a stone or what happened today. Na mtazamaji wangu, kufuatia kila ambacho kimeweza kutokea, kufuatia kila ambacho kimeweza kufanyika, Wakenya wengi kwa kweli wameweza kujitokeza na wameweza kutoa maoni tofauti tofauti, wameweza kuzungumza na kutoa hisia tofauti tofauti kwa kila ambacho kimetokea. Wengi wameweza kukashifu vikali kwamba kilichoweza kutokea ni ukosaji wa heshima kwa kiongozi wa taifa la Kenya. Na ningependa niweze kukuonyesha kidogo yale ambayo wananchi wameweza kusema, na nikiweza kuonyesha niweze kuja kukumalizia. Sitaki niweze kuzungumza nikusome, nataka nikuonyesha wewe mwenyewe katika screen yako uweze kutazama na uweze kujua kwa kweli Wakenya pia hawajafurahia. Unajua, hata kama ni babako ama ndugu yako, hata kama ni babako ameweza kufanyiwa hivyo,
you will feel bad. And President William Samoei Ruto, he is the father of the country. Even though most of the people have been seen wakiweza kumkataa. Sitaki nizungumze sana. This is what Kenyans had to say on Facebook. Ndiyo mambo ambayo mtazamaji wangu wa Kenya waliweza kuzungumza na kuweza kuyaelekeza kwa wale ambao au kwa yule ambaye aliweza kuhusika. Now, here there is only one thing. Unajua yule ambaye ameweza kutekeleza kitendo hiki, it may be like he did it for fun. Aliweza kufanya ili kwamba crowd iweze kumchia, iweze kusema kwamba bas umefanya kitu cha maana. Lakini sincerely speaking, huyu jamaa, he will come to regret what he has done. Mimi sina shida na watu wengine ambao wamekuwa pale, na sina shida na wale wote ambao wanamuunga mkono kila ambacho ameweza kutenda. Lakini mhusika ambaye ameweza kutekeleza hiki, basi yeye mambo yake ataweza kukua na mshike. Mambo yake basi sioni kama yataweza kuisha vizuri kabisa. Sioni kama yataweza kuenda vizuri. Na sababu kuu ambayo inanifanya niweze kusema hivyo ni kwamba aliyeweza kutupiwa kitu hicho ni mtu ambaye anarespektiwa sana. Tukiweza kuanza na walinzi, tukiweza kuanza na wanajeshi, tukikuja kwa polisi, tukikuja kwa viongozi, na tukikuja kwa nchi kwa ujumla, ni mtu ambaye ako na heshima zake. Lakini mtazamaji wangu, mimi hapa ninataka niweze kusikiliza maoni yako, manake hapa tunaambizana ukweli. Najua kuna ule ambaye naweza kuwa nimeweza kumoffend kidogo kile ambacho nimeweza kukisema, lakini kitu kiwa kizuri tunasema, kitu kiwa kibaya pia tunasema. Sisemi hivyo kwa sababu ati namuunga mkono rais, na sisemi hivyo kwa sababu ati simuunge mkono. Nasema hivyo kama mtu ambaye ana akili timamu, kama mtu ambaye anajua kitu ambacho ni kizuri, na kama mtu ambaye anajua kitu ambacho ni kibaya. Nasema hivyo nikiweza kumaanisha kwamba kwa kila ambacho kimeweza kutokea, iwapo kingeweza kumfanyikia mzazi wangu au babako mzazi wewe ambao unanitazama, basi mtazamaji wangu pia na wewe ungeweza kukua ni mtu ambaye ungekwazika kidogo. Ungekuwa ni mtu ambaye haungefurahia kila ambacho kimetokea. So mtazamaji wangu, nina swali moja ambalo ningependa niweze kukuuliza wewe kama ambao umekuwa ukiweza kunifuatilia. Je, kwa kile ambacho kimeweza kumtendekea bwana Rais William Samoei Ruto upande wa Migori County, mala ambapo aliweza kukaribishwa kwa shangwe, vifijo na nderemo, lakini mida ya jioni saa 11 saa 12 akiweza kuzidi kuhutubia watu, haya kuweza kutendeka kwa mtu ambaye ameweza kuona video hiyo ambayo nimekuchezea. Je, aliyeweza kutupa kiatu aliweza kufanya vibaya au aliweza kufanya vizuri? Nitupe maoni yako kwenye comment section. That was it for now. Tafadhali subscribe.